M23 inasonga mbele kuelekea kaskazini mwa Ziwa Edward na kuchukua udhibiti wa Lunyasenge inaweza kuelezwa kama ifuatavyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, muungano wa mtu yote Kongo AFC unaojumuisha waasi wa M23 unasonga mbele kuelekea kaskazini mwa Ziwa Edward na kuchukua udhibiti wa Lunyasenge. Hii inamaanisha kwamba DRC inasimamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi iliyoko Afrika ya Kati ambayo imekuwa ikikumbwa na migogoro ya silaha kwa miaka mingi, hasa katika maeneo yake ya mashariki. AFC iliyoingiza sia hii inasimamia Alliance Fleuve Congo ambao ni muungano wa vikundi vya waasi nchini DRC. Muungano huu unajumuisha vikundi mbalimbali huku M23 wakiwa wanachama wakuu na wanaojulikana zaidi. Muungano 23 hili ni kundi la waasi ambalo limekuwa likipambana na serikali ya DRC hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Jina M23 linatokana na makubaliano ya amani ya Machi 23, 2009 ambayo kundi hilo linadai kuwa hayakutekelezwa na serikali. Inasonga mbele kuelekea kaskazini mwa Ziwa Edward. Hii inaelezea mwelekeo wa harakati za kijeshi za kundi la AFCM 23. Wamekuwa wakisonga katika eneo lililo kaskazini mwa Ziwa Edward ambalo ni ziwa kubwa lililopo kwenye mpaka kati ya DRC na Uganda. Harakati hizi zinaashiria upanuzi wa shughuli zao za kijeshi katika eneo hilo na kuchukua udhibiti wa Lunyasenge. Hii inathibitisha kuwa AFC-M23 wamefanikiwa kuteka na sasa wanatawala eneo linaloitwa Lunyasenge. Lunyasenge ni mji wa kimkakati wa uvuvi ulioko kwenye mwambao magharibi wa Ziwa Edward katika eneo hilo la kaskazini. Kuchukua udhibiti wa eneo kama hili kunaweza kuwa na athari kubwa kiusalama, kiuchumi kwa sababu ya uvuvi na kibinadamu kwa wakazi wa eneo hilo na maeneo jirani. Kwa ujumla, taarifa hii inaripoti maendeleo ya hivi karibuni katika mgogoro wa mashariki mwa DRC, ikionyesha kuwa muungano wa waasi wa AFC-M23 unaendelea kusonga mbele na kuchukua maeneo mapya kutoka kwa udhibiti wa serikali au vikundi vingine, hususan kaskazini mwa Ziwa Edward, na kwamba wamefanikiwa kudhibiti mji wa Lunyasenge. Hii inaweza kusababisha kuongezeka kwa machafuko na uhamishaji wa watu katika eneo hilo. Kwa ufafanuzi zaidi, hali katika eneo la Pinga, wilaya ya Walikale, Kivu Kaskazini, ni mbaya sana kwa mamia ya familia ambazo zimerejea hivi karibuni. Familia hizi zilikuwa zimelazimika kukimbia makazi yao na kuishi kama wakimbizi wa ndani kwa muda wa miezi 7, huenda kutokana na mapigano au ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Walipofanikiwa kurejea nyumbani, walikuta hali ngumu zaidi. 1. Kupoteza mali wakati wakiwa wamekimbia. Walipoteza karibu kila kitu walichokuwa nacho. Hii inajumuisha nyumba zao ambazo huenda ziliharibiwa au kuchomwa moto, akiba ya chakula, mifugo, zana za kilimo na mali nyingine za nyumbani. 2. Ukosefu wa mahitaji ya msingi. Kwa sababu ya kupoteza kila kitu, familia hizi sasa zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa mahitaji muhimu kama vile chakula. Hawana chakula cha kutosha na huenda wakakabiliwa na njaa kali au utapiamlo, hasa watoto na wazee. Malazi, wengi hawana mahali pa kuishi pazuri. Wanaweza kuwa wanaishi katika makazi ya muda yasiyo imara au na ndugu na jamaa katika hali ya msongamano. Maji safi na usafi. Mstari wa upatikanaji wa maji safi na salama ya kunywa pamoja na vyoo bora unaweza kuwa mgumu, jambo linaloongeza hatari ya magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu. Huduma za afya ndogo zimesimama au kuharibika kabisa. Hawana mbegu za kupanda, zana au mtaji wa kuanza upya. 4. Athari za kisaikolojia. Kupitia kipindi kigumu cha kukimbia makazi, kuishi katika mazingira magumu na kurejea kwenye uharibifu kunaweza kusababisha msongo wa mawazo na majeraha ya kisaikolojia kwa watu wazima na watoto. Kwa hivyo, ingawa wamerejea katika maeneo yao ya asili, maisha yao bado yako hatarini sana. Tete. Wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu unaojumuisha chakula, malazi, huduma za afya, maji safi na msaada wa kujenga upya maisha yao ili kuepuka janga kubwa zaidi la kibinadamu. Wanawake wa Kongo. Hii inarejelea wanawake wanaoishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaomba kukomeshwa. Hii inamaanisha kwamba wanatoa wito, wanasihi au wanataka shughuli fulani isimamishwe kabisa. Katika muktadha huu, wanaomba vita au mapigano yakome. Kwa migogoro hii inarejelea mapigano, vita au hali ya kutokuwa na amani inayojumuisha pande mbalimbali zinazozozana. Mashariki inataja eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo limekuwa likikumbwa na migogoro ya silaha kwa muda mrefu. Kwa hiyo, sentensi kamili DRC, wanawake wa Kongo wanaomba kukomeshwa kwa migogoro mashariki,
inafafanuliwa kama wanawake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatoa wito wa kukomesha vita au mapigano yanayoendelea katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Hii mara nyingi huwa ni kilio cha wanawake ambao huathirika sana na migogoro, wakikabiliwa na manyanyaso, uhamishaji wa makazi na ukosefu wa usalama. Wito wao unalenga kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo. Habari kuhusu mapigano kati ya makundi yenye silaha huko Baswaga Madiwe, Beni zimekuwa zikiripotiwa mara kwa mara. Eneo hili katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekumbwa na machafuko yanayohusisha pande mbalimbali. Kwa kirefu, hali katika Baswaga Madiwe mara nyingi inahusisha mapigano kati ya makundi ya kijeshi ya wenyeji wazalendo. Kumekuwa na ripoti za mapigano kati ya makundi tofauti ya wanamgambo wa kujilinda wanaojulikana kama wazalendo. Kwa mfano, machafuko yameripotiwa kati ya makundi ya wazalendo kama vile UPLC na FAR. Mapigano haya mara nyingi yanatokana na kutoelewana au kugombea udhibiti wa maeneo fulani, na yamepelekea baadhi ya wakazi kuyahama makazi yao. Kuna juhudi zimefanywa na asasi za kiraia kufanya mazungumzo ili kusitisha mapigano hayo na kuwawezesha wakazi kurudi nyumbani. Mashambulizi yanayohusishwa na ADF, kundi la Allied Democratic Forces ADF, pia linaripotiwa kutekeleza mashambulizi katika eneo la Baswaga Madiwe na maeneo jirani. Mashambulizi haya yamekuwa yakilenga raia na kusababisha vifo vya watu wengi, majeruhi na uharibifu wa mali. ADF ni kundi lenye silaha ambalo linafanya kazi mashariki mwa Kongo na limehusishwa na mashambulizi kadhaa mabaya katika miaka ya hivi karibuni. Athari kwa wakazi. Mtari wa mapigano na mashambulizi haya yamekuwa na athari kubwa kwa wakazi wa Baswaga Madiwe. Watu wengi wamelazimika kuyahama makazi yao kutafuta usalama katika maeneo mengine. Huduma za kijamii kama vile shule na hospitali pia zimeathirika na hali ya kibinadamu mara nyingi imekuwa ngumu. Kwa ujumla, hali ya usalama katika Baswaga Madiwe bado ni tete kutokana na kuwepo kwa makundi mbalimbali yenye silaha na mashambulizi yanayoendelea, hasa yale yanayohusishwa na kundi la ADF pamoja na mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi ya wanamgambo wa kujilinda. Juhudi za kurejesha amani na utulivu zinaendelea kufanywa na mamlaka za mitaa na asasi za kiraia.